kimfaacho mtu chake, na hawa wanaharakati uchwara ni wa kuwapuuzia. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mbunge wa Bagamoyo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Subira ameshauri serikali kutokuyumbishwa na maoni ya wanaharakati na wakosoaji kuhusu mpango wa kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu ya taifa kwa ajili ya kugharamia miradi ya kimkakati. Akichangia mjadala wa hotuba ya rais bungeni jijini Dodoma hii leo, Subira amesema kuwa uamuzi huo ni wa kizalendo na unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje kwa kutumia rasilimali za ndani. Subira amewakumbusha kuwa katika uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo historia iliandikwa kwa Benki Kuu ya Taifa BOT kuanza kununua na kuhifadhi dhahabu, hatua ambayo imewezesha nchi kukusanya zaidi ya tani 1.7 na kuingia kwenye orodha ya mataifa 10 bora Afrika yenye akiba kubwa ya madini hayo. Mbunge huyo amewataka Watanzania kutokuwa na taharuki, akieleza kuwa uuzaji wa akiba hiyo ni uamuzi wa kitaalamu na wa kimkakati unaolenga kuhakikisha miradi mikubwa ya nchi haikwami. Lingine ambalo ningependa kuchangia kutokana na hotuba hii ya Mheshimiwa Rais ni mafanikio ya sekta ya madini. Tunatambua ndani ya miaka 5 iliyopita ya muhula wake wa kwanza aliweka historia ya kuhakikisha kwa mara ya kwanza tangu uhuru Benki Kuu inanunua dhahabu. Uamuzi huu ulikuwa hujawahi kufanyika, na mpaka sasa tunaposimama hapa zaidi ya tani 1.7 zimenunuliwa na Benki Kuu na kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi 10 kwenye ukanda wa Afrika. Lakini leo kama serikali inafanya maamuzi ya kuuza akiba yake kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati, napenda kuiunga mkono na kuiomba serikali isisikilize maneno ya watu ambao hawaitakii mema kimfaacho mtu chake. Wakati Mama Samia anatoa maono haya ya Benki Kuu inunue dhahabu, hata hawakutoa maoni. Ni bunge la 12 kupitia kamati ya nishati na madini, kupitia kamati ya bajeti, ambapo Mheshimiwa Rais alisikiliza na Wizara ya Madini ikaanza kufanya hiyo kazi. Inaposema leo inataka kuuza sehemu ili kugharamia miradi yake ya kimkakati, kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje, ni jambo la kuliunga mkono, na hawa wanaharakati uchwara ni wa kuwapuuzia na kuwaomba Watanzania wasipate taharuki yoyote, kwa sababu huo ni uamuzi wa kimkakati na ni sehemu ya hotuba yake ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ukurasa wa 14, na naomba niinukuu aliposema, tutaimarisha masoko ya mtaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji. Napenda kumalizia kwa kuunga mkono hoja hii na kutakia kila laheri Mheshimiwa Rais. Hotuba hii mengi yanatekelezeka katika muhula huu wa pili, na kwamba tuna imani maendeleo makubwa yatapatikana. Asante sana kwa kunipa fursa hii na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.